Chadema ndio chama kikubwa hapa nchini. Sio chama kikuu cha upinzani, ni chama kikubwa hapa nchini, kwa maana ya kwamba na sisi tunajiona kama chama cha siasa. Hatuoni kama tuna mshindani mwingine wa kuweza kukompiti na Chadema. Yaani unapozungumza Chadema haina mtu, kwa maana ya kuzungumza na Watanzania ukawaeleza sera zao, alafu wananchi wenyewe ukawaacha wafanye maamuzi ya nani wanayemtaka kati ya Chadema na vyama vingine. Obvious Chadema tutaridi hiyo show. Kwa nafikiri vitendo hivyo vya kuwakamata watu ni njia mojawapo tu ya kuwarejesha nyuma, ya kuvunja morali viongozi wetu wa chama na kuwafanya wananchi washindwe kuisapoti Chadema, kwa sababu watakuwa watakuwa wanaogopa hayo madhara ambayo yanaweza yakawapata. Sasa mtakumbuka tangia uchaguzi wa tarehe 22 mwezi wa kwanza ambao ulimfanya mheshimiwa mwenyekiti wa chama Tundu Lissu pamoja na John Heche kushinda nafasi zao na kuwa viongozi wakuu wa chama. Immediately baada ya pale nafikiri walipata access kama ya miezi miwili. Kwa hiyo mnakumbuka kwa ilipofika tu mwezi wa 4 tayari mtu wa kwanza akakamatwa, mwenyekiti wa chama, na since from then mwezi wa 4 April ile aliposhtakiwa kwa makosa ya ugaidi mpaka sasa hajawahi kutoka ndani, yuko ndani kuanzia pale. Mtakumbuka pia humo katikati makamu mwenyekiti naye amewahi kukamatwa hapo katikati, na wamekaa naye zaidi ya wiki 3 bila kumpeleka mahakamani wala kumpa polisi bail, pamoja na kwamba mwishoni huko mwisho wa siku waliamua kumwachia, waliamua kuachana naye. Lakini ukiachana na hao, kabla na baada ya michakato ya uchaguzi ilipokuja, viongozi wetu wengi wamepita kwenye kipindi hicho kigumu. Wengine watakamatwa, wanapelekwa kituo cha polisi, wanaachiwa kwa dhamana, wengine wanashtakiwa, baadaye makosa yanakwisha. Kwa hiyo tumepita kwenye hiyo, lakini lengo kubwa ni hilo tu, kwamba kuwatisha, kuwa frustrate na kuwafanya tu Watanzania washindwe kufurahia haki zao za kisiasa, kwa sababu kuwa mwanachama wa chama cha siasa ni pamoja na una enjoy zile right zako, political right, haki ya kujumuika na wenzako na haki ya kufanya maamuzi kwamba wewe unataka kujiunga na chama kipi cha siasa, ambacho baada ya tathmini ya kila mtu as individual anakuwa ameona kwamba sera za hiki chama ni muhimu au ni bora zaidi kuliko chama kingine. Lakini pia utakumbuka kwenye hiyo harassment, mtakumbuka kwamba mwezi wa 5 mwezi wa 6 hapo chama sasa kikapata ban, kwa sababu kuna wanachama 3 wanadai walikwenda mahakamani kwenda kushtaki chama wakiwa na madai kadhaa. Lakini katika hali ambayo inaacha maswali mengi, haki za watu 3 zikaonekana ni muhimu, na mahakama ikakubali kutoa kuzuia chama hiki kisifanye siasa, kwa kuzuia mamilioni ya wanachadema kutoa exercise right yao ya kisiasa kwa expense ya watu 3. Sasa unaweza kuona hizo haki ni namna gani? Yaani unazuia wanachama walikokaribia milioni 7 milioni 10 eti kwa sababu kuna watu 3 wamekuja kuleta madai. Yaani madai ndio yamefanya iwe ni beria ya kuwanyima watu wengine, wanachama wengine, haki yao ya kufanya masuala ya kisiasa. Lakini mwisho wa siku sisi tunaona na tunaamini kwamba hizo zote ni mikakati tu, ni mbinu tu za kuzuia hiki chama, za kufanya kwamba wakituharasi, wakifanya mawili matatu, wakitusukuma hivyo, wakatubambikizia kesi viongozi wetu na wanachama, labda wanafikiri kwamba tunaweza au wanachama watakata tamaa ya kukiunga mkono Chadema. Sasa tofauti ya kuwa hivyo ambacho kinatokea, hakuna kipindi ambacho wanachama na viongozi wa hiki chama wako imara kama kipindi hiki. Wanatupitisha tu kwenye tanuru la moto. Lakini tunaamini kwamba dhahabu yenyewe ili iweze kuwa bora, inakuwa bora kwa sababu inapita kwenye tanuru la moto. Hata sisi viongozi na wanachama wako imara kwa sababu wanaelewa kwamba hiki ni kipindi lazima tupite huku, kama kweli tunataka kuimarisha upinzani ambao uko imara na tuweze kupata kile tunachokipigania, kwa sababu lengo la chama cha siasa ni kushika madaraka. Hatuwezi kushika madaraka kama hatuwezi tukawaondoa CCM madarakani. Kwa tuna struggle, tuna fight ili mwisho wa siku tuweze kuondoa CCM madarakani na wananchi waweze kutupa ridhaa ya kuongoza taifa hili, kwa sababu tuna mbadala wa sera, tuna mbadala wa namna bora ya kuongoza taifa hili, ili Tanzania hii iweze kuwa sehemu salama kwa ajili ya Watanzania wote na wananchi wengine walioko hapa duniani.